1, 2, 3, Naona BC iko ndani ya nyumba. Yo, inakuaje? Mimi naitwa Chris Favors. Bwana, leo nimekuja hapa kukutana na Mwijaku, lakini kuna bidada mwingine ambaye utakuja kumfahamu baadaye ni nani na kwa nini maybe tuko naye leo hapa. Unafahamu Mwijaku amefanya press kama siku kadhaa zimepita hivi kuhusiana na issue yake New Couple Challenge. Naweza couple challenge au sio? Yeah, at least kidogo leo tuweze kufahamu kwa sababu mimi sikuwepo kwenye press, unajua ile. Kwanza ni nini? Tuanzie hapo. Naweza couple challenge ni kitu gani? Unajua mimi napenda kuzungumzia mahusiano siku zote. Napenda kujadili na kuyavaa mahusiano. Kwa baada ya kukaa na kuingia ndani ya ndoa nimeona familia tunakosea wapi, hasa baba, mama, mtoto. Tunakwama wapi? Kuna vitu vidogo tunatuchukulia poa sana. Kumbe kile kina value kubwa sana katika maisha ya kifamilia. Ndio maana nikaja na wazo hili la naweza couple challenge. Kwa nini naweza couple challenge? Kwanza kwa namna mbili, kwa level ya kifamilia afu na kwa level ya individual. Kwa level ya kifamilia mimi nawapa nafasi wapendanao familia kuangalia jinsi gani mnajadili mambo yenu makubwa na madogo. Ninaposema kujadili mambo yenu makubwa na madogo, nataka niangalie kuna utofauti gani ya wewe na mtu alokuwa nje. Yani mimi nikitazama maisha yako ya ndoa wewe naweza nikajifunza kitu, au nikitazama mlolongo wako wa maisha na familia yako mimi nitajifunza kitu. For example, mfano tu mzuri. Mara ya mwisho wewe kupiga, sijajua kama umeoa upo kwenye mahusiano. Mimi sijaoa. Wanao upo kwenye mahusiano. Ugumu unakuja hivi, kuna mtu tumezoea sisi kuna vitu vikubwa ndio tunaviulizia nyumbani. Utasikia umeme upo mwingi. Amekula huyo? Amelala huyo? Mtoto, yani unauliza mtoto amelala, hapo uko njiani unarudi nyumbani, amelala? Amelala. Lakini je, ushawahi kupiga simu mtu kuuliza, mke wangu, huyo mmemshushia neti? Kalala. Hakuna mtu anauliza kitu kama hicho. Wakati afya ya mtoto au afya ya familia ni kitu kikubwa sana, very sensitive. Yani kitu ambacho kinatakiwa kiwe priority kubwa. Sasa mimi nikaona why? Lakini mbali zaidi nikitoka na mke wangu mimi, vitu ninavyojadili tofauti na marafiki zangu wakitoka na wake zao vitu wanavyojadili. Mimi nikitoka na mke wangu huwa tunajadili vitu vizito. Naweza nikamuuliza huu wakati huu sio kutumia condom. Tunataka sasa tusitumie condom kwa sababu tunahitaji mtoto. Labda tunaweza tukasema jana nimekuja nimemwangalia Marichui, nimemkuta kama ana vipele hapa. Namuuliza mke wangu ulifanyaje? Marichui mwanangu anakuambia nilimtia chumvi, hizo dawa za kiasili. Kopa inaambia hapana, mambo ya chumvi yalishaishia zamani. Haraka kimbia kituo cha afya. Umeona vitu tunavyojadili? Tofauti na mwingine wakiwa kwenye dina kwa nini wanajadili, utasikia kwa nini umebadilisha password ya simu yako? Kwa umeona vitu tofauti vilivyoviona. Kwa nikasema nahitaji nije na kitu kama hichi ili niwakumbushe watu wanapokuwa sehemu za out au wanapokuwa katika leisure time, basi kuna vitu vya msingi wanatakiwa wajadili ili kuhakikisha familia yao inaendelea kuboreka, familia yao inaendelea kuwa kwenye kilele. Unajua imefika hatua sasa hivi, yani baba anahesabu majukumu yangu: chakula, umeme, maji. Yani kuna wazazi wapo hivyo. Kwani silipi chakula mimi? Kwani silipi umeme? Kwani silipi maji? Unataka nini? Lakini mara mwisho kumshika mzee kumsindikiza kwenye kituo cha afya lini? Umeona vitu vidogo hivi? Ndio ile unakuja nyuma utasikia Mwijaku umeshikwa. Mimi kuna watu wana comment wanambia Mwijaku umeshikwa, umelishwa limbwata. Wako watu wananiataka wananiambia hivyo. Naomba niwaambie leo, wewe unaona mimi nimeshikwa, ndio maana ndoa yangu inazidi kushamiri. Wewe ambao unajiona hujashikwa, ndio maana mahusiano yako yanayumba. Na jana wakati nazungumza, juzi wakati nafanya press, nilihuzunika sana. Baada siku ya nyuma nilimsikia binti mmoja, Auntie Ezekiel, alifanya press afa anauliza, anasema mimi katika maisha yangu sitaki kuolewa, mimi nitazaa tu pale ninapotaka. Ile kauli iliniumiza sana. Nilimpigia auntie nikamwambia, auntie wewe bado mtoto sana, bado una bright future nzuri, kwa nini unaweza kujikatia tamaa mapema? Wangapi walozalishwa wameingia kwenye familia na sasa hivi wanaishi vizuri. Kwa kitendo hiko pia kiliniimpress mimi nifanye kitu hiki, naweza couple challenge. Leo huwezi kuamini nimeintroduce naweza couple challenge siku 2 kabla. Huyu anaitwa Caro, ni binti. Miongoni mwa watu walikuwa wanafuatilia naweza couple challenge introduction, akanifuata DM, ananifuata, kuna namba nilika anapiga, brother mimi naitwa Caro, najiandaa kwenda chuo, naomba nishiriki. Nikamwambia una umri gani? Akaniambia na miaka 20. Nikamwambia bado mdogo sana. Au naomba brother, nikamwambia njoo. Leo nimeona niambia wewe unataka ujifunze kupitia naweza couple challenge. Utakapoanza mahusiano, maisha yako ya familia, ujue unatakiwa uzungumze jambo gani kwa wakati gani, uzungumze jambo gani kwa muda gani sahihi.
Nimempa hiyo elimu, akanielewa, akaniambia sawa, ni mimi sitashiriki, lakini nitapenda kufuatilia Naweza Couple Challenge ili hata baadaye nitakapoanza mahusiano. Vijana wa siku unawajua. Huyu tunaongea naye pengine kashaanza hiyo michezo. Kwa kupitia Naweza ataweza kujua kuwa kama umewahi mchezo wa mapema, basi lazima ujue unatumia kinga, mpira ambao tunaita condom. Lakini mbali na hapo lazima uijali afya yako mara kwa mara kwenda kupima. Hicho ndio nilichomuhusia kwa sababu bado anakwenda chuo. Nikamwambia mimi ninachokifanya ni kuwakumbusha watu wajibu wao. Afya yako wewe ni wajibu wako, sio wajibu wa mtu mwingine. Ukiwa hupo ndani ya familia, ukiwa ndani ya familia, baba ni wajibu wa mke, mama ni wajibu wa mume kiafya. Ndio maana nikaja na Naweza Couple Challenge. Nia na madhumuni kuwasaidia hasa watu ambao wapo katika maisha ya ndoa. Tunajua vijana wengi sasa hivi ndoa zao hazidumu. Na utakuwa unaifanya kwa mfumo gani? Kwamba ni series ama itakuwa namna gani watu wanaweza kuwasaidia kupitia hii? Sio series. Kitu ninachokifanya mimi nimetoa namba. Nazipa offer couple mbalimbali, familia. Ila nikupa offer nitakurekodi. Nataka nijue wewe ukiwa kwenye outing unazungumza kitu gani wewe na mpenzi wako. Na nitakupa kile kitu unachokitaka. Bwana mimi nimezoea bwana dina yangu kuipata Hayati, au napenda nipate Hayati, au mtu mwingine na kusurprise tu na kupeleka kwenye yachi. Unapata dina yako, unapata drink, unapata vinywaji vyako. Baada ya pale nataka nijue unazungumza nini. Kwa mtu atakayejua kuzungumza vizuri pale kwenye ile dina yake, anaondoka mshindi, kuna mshindi anaondoka na zawadi. Ataondoka kwanza na kadi ya bima ya afya ya familia, kuna kiasi cha pesa taslim, alafu anapata package ya kwenda kutembelea utalii ndani ya Tanzania, Zanzibar au bara. Hiyo yote package anaipata mshindi. Lakini nitachagua couple 8 tu. Zile couple 8, na jana kama nimetumia ukurasa wangu wa Instagram, nimeshapata couple ya kwanza na nimeshaipa activation. Nimewapa kile wanachokitaka, wamekifanya. Sasa nini ninachoangalia? Sitaki kukupa majibu. Nataka wewe nikikuchambia bwana couple yako au familia yako au ndoa yako imepata nafasi ya kuparticipate katika Naweza Couple Challenge. Nyingi messages zimeingia, nimeweka namba tumuone hizo message zote hizi. Hizo zote ni couples zinaomba hizi. Zote hizi ni couples. Muona message wote hao na simu zinapigwa sana. Kwa hiyo ninafanya nachagua. Sifa kubwa lazima wewe unaishi na mwenzio ndani. Usiniambie tu mwenzangu anaishi mimi naishi kule, hapana. Kwa sababu masuala ya boyfriend na girlfriend tena ambao wanaishi mbalimbali. Mimi unatakiwa uishi. Ukiishi mbalimbali kwangu you don't have opportunity. Natakiwa lazima muishi pamoja. Mnalala, mnaamka. Pale ndio nitajua wewe najua utakuwa unajua thamani ya mwenzio na mwenzio unajua thamani ya kwako. Kwa hiyo wale wawili nitakapowapa ile offer ya kutoka ya jioni ya dina au ya kitu chochote, pale mimi ndio nakwenda kuvalue ile wanasema naenda kuvalue ile kura yangu ya jinsi gani wanandoa au wanafamilia wanadiscuss mambo ya kifamilia wanapokuwa kwenye leisure time. Na itaenda kwa muda gani? Maana yake imeanza sasa, ukomo wa hii lini? Imeanza sasa hivi, nitakwenda kwa miezi mitatu. Kwa cha kwanza sasa hivi nimeshaanza kuzi identify couples na identify zile couples. Baada kuzi identify zile couples nitaanza kuzipeleka, zitaenda kwenye streams za kawaida local, lakini pia na online zitaenda. Kitu kikubwa, huu ndio wakati wa watu wanataka kujifunza kuingia kwenye maisha ya ndoa. Huu ndio wakati watu ambao wapo kwenye ndoa zao wanaishi, wanaona kabisa ndoa zetu haziishi, hazina afya. Unajua ndoa ina afya, familia inatakiwa ina afya. Ndio sehemu pa kujifunza. Ndio sehemu pekee ya kujifunza. Kwa sababu can you imagine mtu unatoka na mpenzi wako, mmetoka dina, mmeanza kula, mmeanza kutoka nyumbani mpaka mnafika, hujampa credit mpenzi wako hata kimoja, au hujajua afya ya mpenzi wako hata mara moja, au hujajua mpenzi wako katika mazungumzo yenu mmeacha kitu gani nyumbani, kukizungumza tu hamjawahi. Kwa hiyo hapa ndio unakwenda kuvalue, kumbe huwa anazungumza mambo ya simu, umetumia message na nani. Baada ya kuzungumza hata kuuliza tu, mke wangu, maendeleo ya afya ya mtoto anakula vizuri? Hadi basi kesho tuwai kuliko kuchukua vidonge vidogo vya kusema vya appetite vile. Hebu kesho tukimbilie kwenye kituo cha afya tujue kwa nini Marichui hali vizuri. Au mama, sawa, huyu Marichui kashafikisha miaka 7, miaka 8, tumpate mdogo wake tena tupate mapacha. Tunafanyaje? Umeona vitu hivyo? Kwa kuna vitu nakwenda kuzifundisha familia ambazo zipo zinataka kutamani kuwa bora zaidi. Ndio sehemu pekee. Na nisikufiche, ni hivyo introduce, nimepokea simu kwa Auntie Shamsa wote. Auntie anasema kweli my brother, kwa kitu kilichokianzisha naomba nimefuta kauli. Kafuta kauli ya kusema yeye atakuwa anazaazaa tu. Amefuta kauli kusema kaka, umeniambia kweli time nayo
na bright future. Kwa hiyo sasa hivi mimi nategemea lolote na nitajifunza kupitia Naweza Couple Challenge. Shamsa Ford yuko tayari kurudi kwenye ndoa sasa hivi. Baada kuona tu amekosa nafasi. Maana alinipigia simu, "Kakaangu mimi naomba niwe couple ya kwanza." Nikamwambia sasa wewe huna mtu. Si umeachika? Kwa hiyo nilivyompa hiyo idea, unakuta mtu anatamani naye kuja kuwa na familia. Familia namna gani? Endelea kufuatilia Naweza Couple Challenge ili uendelee kujifunza. Na sio kujifunza tupu. Pale unajifunza na unajifunza na unakuwa entertained. Kwa sababu can you imagine, unaweza kumpa mtu kampeka mtu kone acha anakula tu anatapika na mkewe. Kwa sababu soja lile linaenda hivi. Kwa hizo zote ni burudani. Kwa utajua bwana naelimika lakini napata burudani lakini pia najifunza. Unaacha kitu alama kwenye kichwa chako kwa siku kuja kuingia kwenye maisha ya ndoa ukioa, basi afya kwa familia yako ni kipaumbele cha kwanza. Tumezoea wa Tanzania, unaona mtoto ana upele au mtoto kaluzo appetite, tutasikia huyu apewe vidonge vidogo vile, au huyu kamlisi bibi yake huyu. Yale maneno ni yamepitwa na wakati. Ukiona mabadiliko yoyote, wewe na mwenzi wako, kituo cha afya ndio sehemu yenu kimbilio la kwanza. Bwana huyu kabadilika kula huyu. Hakuna mambo kusema amemfuata bibi yake. Mimi mke wangu mwanzo wakati mtoto wangu namnyonyesha, wakati anaanza kunyonya, mimi mamangu anasemaga niliacha kunyonya siku miezi 2. Mke wangu akanambia, "Yaani umarichu kakulisi wewe, mamako aliniambia anyonye." Nikamwambia, huyu anyonye 6 bila kumpa chochote 6, na ndio maana marichu ana akili." Sawa. Kwa hiyo kifupi hii itakuwa ni endelevu kila baada ya miezi 3, haina ukomo au vipi? Nirudi kwa maisha ya kifamilia hayana ukomo. Na ndio maana binti upya nilimwambia, kwa sababu yeye hajaingia kwenye familia, hajaingia kwenye maisha ya ndoa, nilimwambia wewe kaa ujifunze, ili ukifika wakati wako sasa ule tayari wa kuanza familia, Naweza Couple Challenge itakuwepo. Kwa hiyo utakuja utaparticipate. Nimegombana naye sana kwa sababu ya umri na bado hayupo kwenye familia. Hii ni level fulani ya sisi ambao tunajua maisha ya ndoa, tunajua maisha ya familia, tunajua nini maisha ya familia ya watu mmoja mmoja ndani ya nyumba zetu. Sawa, nirudi kwa Karo. Una miaka 20 nimeambiwa, sio? Kilichokuvutia kuamua kutaka kujifunza kuhusiana na masuala haya ya couples ni nini? Binafsi huu ni umri wetu. Hii ni teenage life ambapo kila mtu anataka kuingia kwenye mahusiano sasa hivi. Kwa hiyo kuingia kwa Mwijaku it's best kwa sababu najua vitu vingi. Mwijaku ananifundisha mambo mengi, vitu sahihi kufanya. Kwa hiyo najifunza vitu vingi sana kutumia press ya Mwijaku. Okay. Yeah. Na nimeambiwa unasoma chuo, sio? Ndo naingia chuo. Mwaka huu unaanza? Ndio. Unapanga kusomea nini? Marketing. Okay. Yeah. Safi, haupo kwenye mahusiano, lakini maana kwa maelezo ya Mwijaku hapa ni mtu ambaye huna couple. That's why amekupokea kwa ajili ya kukufundisha. Ndio, sina mahusiano. Okay. Mwijaku, nataka uniambie ni mafunzo gani ambayo unampa huyu? Yaani mfumo wa utoaji wa mafunzo kwa huyu ukoje? Kwa sababu huyu mwanzo alivyoona Naweza Couple Challenge akakurupuka akasema this is the right time ya mimi kujua hichi kitu. Kwa hivyo kuja nikamwambia hii haikuhusu, labda hii utajifunza wewe kujua vitu vifuatavyo. Cha kwanza nimwambia, kwanza jali afya yako. Unaenda chuo, kitu cha kwanza katika maisha lazima uthamini afya yako. Kuthamini afya yako ni kuto kufanya vitu ambavyo sio vya muda sahihi. Kwanza kutupilia mbali ngono, lakini kama ikitokea atataka kufanya, basi lazima afanye, atumie protection, atumie condom. Ambao jambo hili hatulisemi vijana, hatuambii. Lakini la pili nikamwambia, utakapofika wakati wa kusema sasa nataka niwe na familia, lazima achague, awe na the best choice. Yaani achague mwenziwe ambaye anahisi watafikia malengo yale wanayoyategemea. For example nikampa, lazima uwe na mume ambaye ataijali familia yako na kiumbe utakachomletea, aidha mtoto au endapo utakuwa mjamzito, basi ajali ile hali yako, kukuthamini. Tunajua kuna wanaume wengi sana wanazikimbia mimba, kuna wanaume wengi wanazitekeleza watoto. Ndio maana tuna single mothers wengi. Nikamwambia jitahidi usije kuwa mfano wa kuigwa. Yaani wewe watu wasije kwa wanaingia kwenye maisha yao, alafu wewe wanakutolea mfano wa kitabu rejea cha mwanamke asiyefaa. Kwa hicho ndo ninachomhusia. Na kila siku naambia jitahidi katika maisha yako, kila siku ingiza kitu kipya katika swala zima la mahusiano. Usikimbilie, nimempa vitu vitatu. Usikimbie, usiyakwepe, yatekeleze. Usikimbie, usiyakwepe, yatekeleze. Usikimbie, usiyakurupukie. Usiyakwepe, yakija kabiliana nayo. Ndio hivyo, utatumia protection, ujue siku zako, ujue wakati sahihi. Yatekeleze ukifika wakati wako mwafaka kufanya maisha ya ndoa. Chagua choice ambayo kwako itakuwa bora kwa kizazi chako, lakini pia kwa wale utakaoacha.
Karo, umeanza lini haya mafunzo ambayo anazungumza Mwijaku? Nimeanza mwezi uliopita. Mwezi uliopita, kwa before hata hii haijatangazwa? Ndio. Ilikuwaje hii Mwijaku, na ama ulitumia mfumo gani ama ulijuaje, niambie? Mwijaku ni mtu ambaye namfuatilia, pia familia yangu inamfuatilia sana. Kwa hiyo kuwa karibu naye kabla hata hajaanzisha ya mambo, ni mtu ambaye ananifundisha sana. Yaani ni kama kakaangu, ananifundisha what to do, ananiambia hiki hapana, hiki ndio sawa fanya. Kwa hiyo hata alivyoanzisha press yake, kwa hiyo yani imenifanya niwe karibu zaidi na yeye. Ndio. Na unaona kuna mwanga mabadiliko kwa tangu umeingia na kuanza kujifunza? Ndio. Okay. Dream yako ni nini sasa kwenye ulimwengu wa mahusiano? Unatamani kuachieve nini? Natamani kupata best relationship. Nimeshajifunza, kwa hiyo najua kitu cha kufanya, najua kitu gani ninachotaka, mtu gani ninayemtaka. Kwa hiyo kupitia hivi vitu vya Mwijaku najua kitu gani ninachotaka. Ndio. Kwa umri wako miaka 20 na unasema kwamba familia yako inamfuatilia sana Mwijaku, ina maana wewe umekabidhiwa kwa makubaliano kati ya familia yako na kukutana na Mwijaku, si ndio? Kwa sababu Mwijaku ni mtu ambaye anafahamika, kwa hiyo wazazi wangu wanamwamini. Wanajua hata nikiwa karibu na Mwijaku nipo kwenye right place. Okay. Kwa hiyo nipo kwenye right place ya kujua vitu vingi sana. Mwijaku, kwa wadada ambao pengine wapo kama Karo sasa, hawana kapo, hawana nini, sio? Wanataka kujifunza kama huyu, wanakaribishwa ama ulimpa offer tu Karo na sio watu wengine? Kwanza lazima nijue Karo anafuatilia account yangu ya Instagram sana. Miongoni mwa watu ambao kila zile captions, unajua mimi na posti caption ndefu sana za kuongea. Kwa Karo huwa anasoma mstari baada ya mstari. Kwa ni mtu ambaye nikiona, yani unaweza kukaa na mtu anakumbusha kuna post ya tarehe 24 ilinitoa macho. Sasa hivi tu nimetoka kufungua hapa, mtu kama huyu hapa, kama kamera yako itaruhusu kuzoom au zoom, mtu kama huyu hapa anakuambia kwa sasa nimebarikiwa. Ngoja nikuonyeshe ili na wewe ujue kama ujue kuna utofauti ya vitu ninavyoviandika, na kamera kama ataweza kuzoom. Soma hiyo comment. Mtu kandie moja kwa moja, mtu kama huyu akinitafuta. Sasa Mwijaku, nimejikuta tu nimewakumbuka wale wote wanaoumizwa. Okay, ume screenshot sema. Yeka andika hivi, yani kaka, asante kwa hii posti, imezidi kunijenga. Mimi niliposti kwa kaja kan DM moja kwa moja kwangu posti yangu, na yeka posti. Sio huyo tu, wengi sasa kila mtu akwambia nimeguswa. Watu kama hawa mambo, ngoja nikuonyeshe ili tujue ili twende sawa. Kwa sababu ninachokifanya mimi ni kuwasaidia watu. Kuwasaidia watu. Mwingine akwambia hizi hapa nimeziposti hapa, nimezi capture ili uzione uje. Huyu anasemaje? Mungu akusome vizuri. Asa Mungu akubariki sana kwa ujumbe wako wa kuzidishia hekima na maono haya. Uendelee kuwa nguzo ya taifa hili la Tanzania kwa upande wa maadili, na akikumbuke kizazi chako na akiba na kukubariki. Ni mtu ana DM. Kwa hawa watu wananifuatilia. Kwa mtu kama huyu akufuatilia unaona kabisa anaguswa. Kwa mtu kama huyu hapa na wasiana ananiambia sawa, karibu tuonane. Kwa hiyo ninapoonana naye namjenga, namwambia maisha alivyo. Jana nilikutana na mtu mmoja usiku, nikamwambia maisha lazima ukutane na challenge, ups and down. Kikubwa unataka uaccept zile challenge ili uweze kufanikiwa. Usipo accept challenge, matatizo yanakukuta, hautokuwa. Kubali matatizo kufanya yawe marafiki. Amekuja na matatizo mengi sana kichwani mwake. Amemsomesha binti kule Mwalimu Nyerere, yule binti baada ya kumsomesha alivyoenda pale chuo, binti kapata mahusiano mengine. Anakwambia Mwijaku, toa hela yangu ya ulisi ya familia, sina mbele sina nyuma, binti nimemsomesha lakini leo katoka anaenda kuanzisha mahusiano na mtu mwingine. Nilichomwambia kikubwa, kwanza ulifanya makosa kumsomesha mtu ambaye sio mke wako, ila la pili kubali kwanza hilo ni tatizo lako tayari. Ukishakubali hii ni tatizo langu, then sasa anza ujue utaanzia wapi. Kwa sababu kaja kwangu mimi sijui cha kufanya, nimelose. Nikamwambia huwezi kulose maisha, huwezi kuharibu maisha kwa sababu ya mtoto wa mwanamke mwingine. Yule ni mtoto wa mwanamke mwingine, anakuharibia vipi maisha yako? Kwa vitu kama hivi vinavyopatikana ndio watu na waruhusu wanakuja naongea. Kuna wengine wanadhihaki, unajua Instagram, wengine wanakejeli. Kwa hiyo mimi nitajua. Kwa mfano kama huyu hapo, hujui kabisa hakejeli, kaja DM, anaongea from within. Kwa hiyo kama huyo anampa nafasi, njoo tuonane, tunazungumza na share naye. Kuna wengine wanafanikiwa, kuna wengine hawafanikiwi. Ndio kawaida. Kwa hiyo mimi natoa opportunity kwa watu wote. Sawa, tumalize kwa kutaja namba ambayo pengine umesema mpata kapo moja, sio? Yeah. Kwa bado kapo 7 katika zile 8 ambazo unazitafuta. Watu ama couples ambazo zitakuwa tayari kushiriki katika hiyo challenge, sasa hivi ingekuwa vizuri watajie hiyo namba. Bwana, wote tumieni namba ya 0763
90042. Hiyo namba ni ya Voda, ukipiga basi utaongea na mimi na nitakutext na nitakupa utaratibu wote. Ukiwa na vigezo vyote basi utashiriki na Weza Cup Challenge bila tatizo. Sawa.